Ulimwengu ule wa mdhihirisho wa utukufu ni ulimwengu wa milele. Milele ni majira yaliyokuwako kabla nyakati kuanza, na umilele utakuwako mara baada ya nyakati zote kupita. Ukitazama siku zijazo ni kwamba unapoingia kwenye ile Yerusalemu ya mbinguni, jua wala mwezi wala nyota hautaziona. Mwana-kondoo ndiye atakayekuwa nuru yake, na kwa sababu yuko hapo, ni mchana wakati wote, milele yote. Hakuna giza, hakuna kivuli chochote. Ni mchana muda wote. Huo ndio ulimwengu aliyokuwa anaishi nao Adamu. Ulimwengu ambao jua na mwezi ili vimwamurie kwamba leo ni tarehe hii na kesho ni tarehe hii. Ni katika wakati Adamu amepigwa na anguko, ndipo sasa ulimwengu wa uumbaji unakuwa na amri ya kumwamuria. Kabla ya hapo, Adamu angekuwa ana uwezo wa kutambua majira na nyakati, sio kwa kuamuliwa na jua, kwa kuwa jua na mwezi venyewe vimeumbwa siku ya 4, na Mungu akasema hivi vitakuwa majira na nyakati kwa ajili ya mwanadamu huko duniani, kwa ajili ya mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu akiondoka katika ulimwengu huu wa wanadamu, akaingia kwenye kilindi kile cha utukufu wa Mungu, kule kalenda, majira na nyakati havifanyi kazi. Ndio maana ukimkuta Yesu anaoperate kwenye kiwango kile, ni mwanadamu saizo, anaambiwa rafiki yako Lazaro yule unayempenda sana anaumwa, hawezi, tafadhali twende ukamponye. Anasema nakuja, muda si mrefu nitakuwa hapo. Anachokizingatia hapa sio kalenda na siku zenu. Maandiko yanasema akakaa siku 2 zaidi, siku 2 zaidi za hesabu za kibinadamu. Yeye ana kalenda yake inayoitwa ulimwengu wa utukufu. Kisha anawaambia hawa, rafiki yetu Lazaro amelala, twende tukamwamshe. Na wao wanawaza, tuko Galilaya, tuanze kushuka mpaka Yerusalemu yote, tuende mpaka Bethania kwa ajili ya kumwamsha mtu aliyelala? Hii ni kazi gani? Mbona tunakuwa na huduma ambazo hazina mwelekeo? Yesu akasema okay, katika mtazamo wenu wa kibinadamu mngesema amekufa, lakini mimi katika mtazamo ule wa ulimwengu wa utukufu nasema amelala, twende tukamwamshe. Na anapoenda katika ulimwengu ule wa utukufu, wanakuta sio tu kwamba amekufa, amezikwa tayari, siku 4 zimepita, yuko kaburini. Na anapoambia liondoeni jiwe, tazama Yesu anasimama mbele ya kaburi la Lazaro. Alafu Yesu huyu haongei na shetani, haifungi roho ya mauti, haikabili roho ya kaburi, haikabili roho ya sanda. Anamuita Lazaro, Lazaro, njoo huku nje. Na alafu maandiko yanasema yeye aliyekuwa amekufa alitoka akiwa amefungwa sanda na leso. Kwanza haoni kwa sababu amefungwa. Pili, hawezi kutembea kwa sababu miguu imefungwa na mikono imefungwa. Lakini aliita, na huyo mtu akatoka, akasimama mbele yao, akawaamuru sasa mfungueni. Katika ulimwengu wa wanadamu anasema mfungueni, unafungua unachokiona. Katika ulimwengu wa roho amehakikisha kwamba chochote kwenye ulimwengu ule kinachoitwa mauti hakijamgusa, hakijamtendea madhara yoyote. Sasa zingatia hii, katika ulimwengu huu wa damu na nyama unaweza kuomba maombi ukaambiwa Bwana atatenda kwa wakati wake, au vumilia, ngojee Bwana, wakati wako unakuja. Ni maneno sio yaliyopotea, ni maneno yaliyo sahihi kabisa. The divine timing ni kitu kilicho cha maana sana katika maombi yako na unapomtafuta Mungu.
lakini katika ulimwengu wa utukufu, ukiingia pale kwenye ulimwengu wa mdhihirisho wa utukufu, muda unatupwa mbali, mambo yote yako hapo, unapata majawabu yako hapo, kwa sababu katika ulimwengu wa utukufu mambo sio yanangoja yatendeke, mambo yalikwisha kutendeka tayari. Uponyaji wako ulitendeka, ile ndoa yako ilishakamilika, watoto wako walishakamilika, utukufu wako na majawabu yote yako pale tayari, ni wewe kuingia utoke nayo. Kinachofanya uyangoje ni nini? Ni kama unaoperate kwa imani, unangojea yatoke kule yaje ya kutafute au yakutane nawe, na kikutana na wakuu wa anga la Uajemi na hivi kunakuwa na vita, unacheleweshewa. Lakini ukipenya wewe ukafika pale, Mungu hangojei akupatie majawabu asiyokuwa nayo, yako pale tayari, yanakungojea, yamekungojea kabla hujakuja huko duniani. Juma hili ingia mahala pa utukufu. Watu 15 na wasukuma katika tumbo hili la ulimwengu wa mdhihirisho wa utukufu. Majawabu ya mambo uliyoyangojea, kutana nayo katika jina la Yesu Kristo. Hii ndio sababu wakati wowote kukiwako na ibada, watu wakawa wanamwabudu Mungu, na ukasikia nikasema kwamba wingu la utukufu wa Mungu liko hapa. Hiyo ni the highest dimensions of the divine solutions ambazo unaweza kukutana nazo katika ulimwengu wa kawaida. Nikipita huko katikati ya watu au nikaita watu waje hapa mbele, naweza kuwa na operate katika ulimwengu wa imani, na imani na nipa kupambanua. Inapo operate kwenye karama, labda karama za matendo ya miujiza au karama yenyewe ya imani, na upako ukawa juu yangu, nikimgusa mtu saa ile mdhihirisho wa Mungu na kuwa hapo. Lakini utukufu wa Mungu ukishuka, hata mkono wangu hauhitaji kugusa chochote, kwa sababu saa ile Mungu ndiye jawabu lako katika maisha yako. Nasema ingia katika ulimwengu huu katika jina la Yesu Kristo.